ayachukuaye mateso ya ulimwengu, mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa. Kwa hiyo kwa nini anaitwa mwana kondoo? Kwa sababu damu yake inahitajika ili kuisimamisha agano. Damu yake inahitajika ili kusababisha ukombozi. Hakuna namna ambayo mwanadamu angekombolewa bila damu ya Yesu kumwagika. Kwa hiyo inahitajika damu ya Yesu kama fidia ya makosa na adhabu ambayo mwanadamu alihukumiwa baada ya kutenda dhambi. Mwanadamu yote mwenye asili ya Adamu tayari amehukumiwa. Bila shaka yuko Adamu wa pili aliyekuja, maana dhambi kwa mtu mmoja ikaingia duniani, lakini Mungu kwa upendo kwa mtu mmoja, yani mwanadamu Adamu wa pili, akaja duniani, kabila zote, lugha zote, jamaa zote, kwa ule mmoja akaleta wokovu. Jioni ya leo watu wa Mjuu, jiponye kwa kumkimbilia Bwana. Ikiwa dhambi iliingia kwa mtu mmoja alipotenda dhambi, dhambi ikaingia duniani, lakini kwa mtu mmoja, yani Yesu Kristo, dunia nzima watu wote wamehesabiwa haki bure kwa njia ya damu ya agano jipya. Watu wote wamehesabiwa msamaha bure kwa njia ya agano jipya. Watu wote wamehesabiwa haki bure kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Mtu yeyote anapomwamini Yesu Kristo, lile agano jipya linampa Bwana uhalali wa kisheria katika ulimwengu wa roho wa kuyatawala maisha yako, linasimamishwa na linafanywa imara katika maisha yako. Amen, amen. Jioni ya leo natangaza maagano yote yaliyokamata maisha ya watu wa Mjuu yatawaachia. Amina. Yatawaachia. Amina. Bwana atayamiliki maisha yako tena. Ndio. Bwana atakuwa Mungu juu ya Mjuu. Ndio. Bwana atakuwa mwamuzi juu ya Mjuu. Amen. Bwana atakuwa mtawala juu ya Mjuu. Amina. Naomba usimama mahali ulipo. Tamani twende ukamwita Bwana.